Bado Waislamu duniani kote wanaendelea na mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na unafahamu wakati wa mwezi huu yako mengi ambayo yanajiri yenye kheri. Miongoni mwa masuala hayo ni iftari. Viongozi na watu wengine mbalimbali wakusanya watu pamoja na kuwafuturisha, kitendo ambacho kinatajwa kuwa ni jambo bora kabisa, kwa sababu ni kama sehemu ya kufurahisha watu, kwa sababu ni kama sehemu ya sadaka, kwa sababu katika makundi haya wapo ambao huenda kwao futari kuipata ni shida, lakini upata chansi ya kujumuika na watu wengine na kupata iftari pamoja na kupewa zawadi nyingine mbalimbali. Hivi karibuni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aliandaa futari Ikulu Dar es Salaam ambayo ilihusisha makundi mbalimbali. Na kutoka mkoani Tanga, wilaya ya Muheza, mkuu wa wilaya ya Muheza Zainab Abdallah ameandaa futari ambayo wakutanisha watu mbalimbali kama viongozi na wananchi wengine mbalimbali ambao wamejumuika pamoja na kufuturu, kisha baadaye kuwapatia zawadi ikiwemo za vitabu ambavyo vimesheheni maneno mazuri, na kisha baadaye kuwapatia zawadi mbalimbali ikiwemo vitabu ambavyo vina maneno mazuri yanayolenga kuwajenga katika dini ya Kiislamu. Sisi vijana ambao tuko chini yako unaotuongoza Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakuahidi tutaendelea kupokea maelekezo yako na tunakuahidi hatutakuangusha Mheshimiwa Mwenyekiti. Mwenyezi Mungu aendelee kukulinda, kukuongoza na azidi kukuinua zaidi ya hapo ulipo inshallah, kutokana na mapenzi makubwa uliokuwa nayo kwa mkoa wetu wa Tanga. Lakini pia nichukue fursa hii kumshukuru sana Sheikh wetu wa mkoa, babangu Mzee Luuchu, pamoja na viongozi wote wa BAKWATA ngazi ya mkoa na ngazi ya wilaya wakiongozwa na Sheikh wetu wa wilaya. Mwenyezi Mungu awalipe hapa hapa duniani inshallah kwa kujitoa kwa ajili ya kuja kuungana nasi kwenye jambo hili kubwa kwa maslahi ya watu wa Muheza. Tunasema asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Tunawashukuruni sana. Mwenyezi Mungu awajaze kheri kwa kuja kuitikia wito huu. Mimi binafsi nina deni kubwa sana mmenipa siku ya leo. Toka nimeteuliwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan tarehe 9 nakumbuka, maana siku ya wanawake duniani ilikuwa tarehe 8. Tarehe 9 asubuhi naamka nakutana na mkeka, nimehamishiwa Muheza. Kwa hiyo takriban nina wiki 2 toka nimeteuliwa kuja hapa Muheza. Sikutegemea muitikio mkubwa kama huu. Ndugu zangu, haya sio mapenzi, haya ni mahaba, haya ni mawadda. Na washukuruni sana. Nina deni kubwa sana la kulipa kwa ihsani hii mlionionyesha siku ya leo. Inshallah kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu na nikiwa hai na mzima, nataka niwaahidi sitawaangusha watu wa Muheza. Mimi peke yangu siwezi, na waomba mniunge mkono, naombeni ushirikiano wenu. Nitajitoa kwa uwezo wangu wote, maarifa yangu wote, weledi wangu wote kuhakikisha tunaisogeza mbele wilaya yetu ya Muheza. Naombeni sana dua zenu, naombeni sana mnishike mkono. Mimi kijana wenu niko tayari kuwatumikia, naombeni mnishike mkono na Mwenyezi Mungu atatuvusha salama. Yale maendeleo na ndoto tulokuwa tukizitamani hapa Muheza, inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu zitaenda kutimia. Mimi sitaki kuwa mwongeaji sana. Nishukuru sana wadau wote waliokuja kutuunga mkono na waliotusupport japo kwa udharura wake, lakini wameitikia wito. Nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipomshukuru Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Muheza, Mheshimiwa Hamis Mwinjuma Mwana FA. Alitamani sana kuungana nasi siku ya leo, lakini kwa sababu ya majukumu ya kamati amelazimika kwenda kuungana na wajumbe ili waweze kufanya kazi ile yenye maslahi mapana ya taifa letu. Lakini nimezungumza naye, anasema yuko pamoja na sisi, anatupenda sana, na kwa kweli Mwenyezi Mungu atamlipa kwa namna ambavyo ametuunga mkono kwenye kufanikisha jambo hili. Mheshimiwa mbunge, tunakushukuru sana na Mungu azidi kukubariki sana. Nashukuru sana kwa kupata fursa hii kuja kusalimiana na wananchi wa Muheza na vile vile wapangani na kushiriki pamoja katika iftari hii. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe wepesi katika mambo yetu na inshallah tukabalie saumu zetu. Mimi nashukuru sana, ni mzazi wa Mheshimiwa DC Zainab. Sina maneno mengi, naomba inshallah mumlee, mumpe ushirikiano, mumpe upendo aweze kufanya majukumu yake kwa ukamilifu. Shukran sana. Mheshimiwa Rais
anapokontrol bei ya mafuta, maana yake amemsaidia mlaji wa mwisho, masikini aliye mnyonge. Kwa hiyo nikisema tumwombee sana Mheshimiwa Rais, ndugu zangu, ni kwa sababu msaada wake kwetu sisi kama wananchi ni mkubwa sana. Hayo ni machache sana ya kumzungumzia Mheshimiwa Rais, na kwa sababu ya muda niwaombe sana kila mmoja kwa nafasi yake, kila mmoja kwa wakati wake, amwombee Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pia tumwombee mkuu wa mkoa wetu mpya, dada yetu Batilda Burian, naye Mwenyezi Mungu amsimamie katika majukumu yake haya. Lakini pia tumwombee DC wetu wa Muheza, Mwenyezi Mungu amsimamie ili mambo yakae vizuri sana. Nimeona juzi umeanza kutema cheche. Zainabu, nikuombe sana, wewe finya ili mambo yaende. Atakelalamika tuachie sisi, tutamuuliza kwani umeonewa? Kama yakiwa hakuonewa, basi wewe kanyaga mafuta, tumechelewa sana, muweze taka gari ipae angani. Asanteni sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.